Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe mara tena. Ujumbe wa kichwa cha leo ni kwamba afadhali nianguke mikononi mwa Mungu, maana katika mikono ya Mungu kuna rehema, wala usiniache nianguke katika mikono ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno haya yalisemwa na Daudi baada ya kuhesabu wale wanajeshi. Baada ya Daudi kuhesabu wanajeshi, jambo lile machoni pa Mungu likaonekana halikuwa jambo nzuri. Kwa hivyo Mungu akakasirika, akamtuma nabii Gadi aende amuulize maswali haya matatu. Amwambie kwamba Daudi, kuna mambo matatu, maana umekosea. Kuna mambo matatu ni lazima ukaweze kulichagua moja. Jambo la kwanza, uwe na njaa katika hii nchi miaka 7. Jambo la pili, ukimbie maadui zako. Jambo lingine, tuwe na tauni. Na Gadi akaweza kumshauri mtu wa Mungu, akamwambia ni afadhali uanguke katika mikono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akasema ni afadhali kuanguka katika mikono ya Mungu kuliko kuanguka katika mikono ya wanadamu. Maana katika mikono ya Mungu kuna huruma. Maana katika mikono ya Mungu kuna msamaha. Maana katika mikono ya Mungu kuna mambo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, Daudi akasema afadhali nianguke katika mikono ya Mungu kuliko katika mikono ya wanadamu. Yaani kwa ufupi, ukiwa na adui yako ama ukiwa adui wa Mungu, for example, wewe ukianguka katika mikono ya adui yako, itakuwa namna gani? Ama adui aanguka katika mikono yako, itakuwa namna gani? Biblia inasema, Daudi akasema ni afadhali nianguke katika mikono ya Mungu, maana katika mikono ya Mungu kuna huruma. Basi alipoondoka, tazama, yule malaika wa vita akashuka, akanyosha upanga wake, na watu 70,000 wakaangamia. Bwana alipoangamia akaona maangamizo, akaambia yule malaika, akamwambia yatosha sasa. Kwa sababu gani? Tunaona tena huruma ya Mungu, ile ambayo Daudi aliweza kuizungumzia. Mungu alipoangalia akaona watu wameangamia, watu 70,000. Biblia inasema kwamba ile huruma yake ikashuka tena, akaambia yule malaika, basi yatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imagine angekuwa mimi ama wewe, sasa una deal na adui yako, ingekuwa namna gani? Lakini katika mikono ya Mungu kuna huruma. Katika mikono ya Mungu kuna msamaha. Katika mikono ya Mungu kuna urejesho. Katika mikono ya Mungu kuna yale ya kusema tosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninataka niangalie misali kadha wa kadha. Kwanza taangalia Zaburi 103 mstari wa 8. Inasema hivi: Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kama sisi wanadamu haoni hasira upesi, lakini sisi wanadamu ni watu wa hasira. Sisi ni wanadamu ni watu ambao tunatembea katika njia ya hasira, katika njia ya maangamizi. Sisi wanadamu tunatembea katika njia ambayo si sawa. Sisi wanadamu tunatembea kwa njia ambayo ni ya kulipiza visasi. Sisi wanadamu tunatembea kwa njia ambayo unasema nikimpata, nikimshika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio sasa sisi wanadamu. Lakini Biblia inasema kwamba katika mikono ya Mungu
kumejaa rehema nyingi. Katika mikono ya Bwana kumejaa rehema nyingi. Alafu kisha niangalia Zaburi 145 mstari wa 8. Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Sisi wanadamu tunakuwa na hasira nyingi, lakini Biblia inasema kwamba tukirudi katika mikono ya Mungu ama tukianguka katika mikono ya Mungu, ijapokuwa sisi wanadamu tunapokosea huwa tunajaribu kujificha na uso wa Mungu, huwa tunajaribu kujificha na mikono ya mwanadamu. Lakini ukweli ni kwamba ukianguka katika mikono ya wanadamu, watakusiagasiaga, wanadamu watakuharibu, wanadamu watakuangamiza. Lakini sasa ni afadhali tunapokosea tunaanguka katika mikono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kwamba katika mikono ya Mungu kuna fadhili nyingi, kuna huruma nyingi, na kuangi pia mwepesi wa hasira. Kuna kitabu inaitwa Lamentation chapter 3 verse 22 inasema, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni huruma tu za Mungu ya kwamba sisi hatuangamii, ni kwa sababu ya huruma zake Mwenyezi Mungu. Sasa kuna watu ambao wanataka pia tuwaangalie katika maandiko. Biblia inasema ya kwamba Samson alipokuwa na nguvu, Samson, Wafilisti walipokuwa chini ya mikono yake, Biblia inasema ya kwamba aliwatesa, aliwaumiza, aliwaangamiza, aliwapiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Samson alichukua mfupa ya punda ambaye alikuwa amekufa na akapata mfupa wake ambao ulikuwa umekauka, akawapiga Wafilisti zaidi 1,000 akawaangamiza, na walikuwa wanaume. Huyo ni Samson, Wafilisti wakiwa katika mikono yake. Wafilisti walipokuwa katika mikono ya Samson, alichoma ngano yao, aliwawacha na njaa, aliwawacha na majeraha, aliwawacha kama amewagandamiza, aliwacha kama amewaharibu. Huyo sasa ni Samson, Wafilisti wakiwa katika mikono yake. Sasa hebu pia tuangalie Samson akiwa katika mikono ya Wafilisti. Nao ndio wanadamu sasa. Biblia inasema ya kwamba Wafilisti walipomshika Samson, kitu ya kwanza walimtoboa macho, wakamnyoa. Biblia inasema kwamba wakawa wanamchukua, wanamkejeli, wanaunda mikutano mikubwa, wanamuita ili aje awatumbuize kwa kejeli tu katika himaya ya miungu zao. Hao ndio wanadamu sasa. Sisi tukiwa chini ya mikono ya wanadamu, wanadamu watatusumbua, wanadamu watatupiga, wanadamu watatufanyia kila ambalo wanaona ni nzuri kwao. So ni afadhali sisi wote tuanguke katika mikono ya Mungu, maana katika mikono ya Mungu kuna huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mikono ya Mungu kuna huruma. Kuna mtu mmoja alitumwa na Mungu, na kuna maneno ambayo anasema. Yule jamaa alitumwa akamezwa na samaki, mnamkumbuka? Yes. Anaitwa nani? Yona alipoenda kuhubiri Ninewi, na Mungu akagahiri akasema, sitaangamiza sasa, maana watu wametubu. Yona alikasirika kama mwanadamu. Alikasirika sana. Akasema, Mungu, nilijua haya, ndio maana hata nilikuwa nakataa kukuja. Nilijua huruma zako ni nyingi. Nilijua hao watu wakigeuka wewe hutawaadhibu, hutawamaliza. Huyu ndio mwanadamu sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Imagine, ninataka tu kuimagine. Ama kwanza niseme reality, alafu tu imagine sasa. Gachagua akiwa mikononi mwa Ruto. Wewe unaonaje?
Bwana Yesu asifiwe sana. Atamfukuza hata kwa kiti, atamfukuza kwenda na huko. Gachagua anajaribu kwenda kujificha hospitalini, yeye ako tu na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamnyang'anya hata walinzi akiwa huko. Kwa sababu gani? Alikuwa katika mikono yake, ama ako katika mikono yake. Sasa hebu tu imagine sasa tu. Uimagine tu. Sasa Ruto akiwa mikononi mwa Gachagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unaonaje? Nini kinaweza fanyika? Now, hao ndio wanadamu sasa. Ndio nikasema wacha tu sisi wote tukaweze kuanguka katika mikono ya Mungu. Maana katika mikono ya Mungu kuna huruma. Katika mikono ya Mungu kuna urejesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua angekuwa kama mimi na wewe, tungekuwa tunahesabu makosa. Tungekuwa tunahesabu dhambi. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu angekuwa anahesabu dhambi ambazo sisi hufanya. Hakuna hata mmoja ambaye angelisimama. Lakini hata sisi wengine wetu tunakuanga na kitabu tumeandika tu. Fulani ulinikosea hivi tarehe fulani mwezi fulani saa fulani. Hata wengine hawana kitabu lakini akili yao kushika. Akili imeshika ilikuwa tarehe fulani saa fulani ulifanya hivi. Siku nyingine tena siku fulani, lakini hayo sasa ni mwanadamu. Mwanadamu kimfanyia atanyang'ana na wewe. Lakini najaribu kusema tunapokosea tusianguke mikononi mwa wanadamu. Wacha tuanguke katika mikono ya Mungu. Maana katika mikono ya Mungu kuna rehema. Tumeona yale ambayo yaliweza kufanyika wakati Samson alikuwa mikononi mwa Wafilisti, ama Wafilisti mikononi mwa Samson. Lakini Samson alipoanguka mikononi mwa Mungu, Mungu aliweza kumpumzisha. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika mkono wa Mungu kuna huruma. Katika mkono wa Mungu kuna pumziko. Katika mkono wa Mungu kuna tumaini. Katika mikono ya Mungu kuna matumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa pia swali lingine tu nilikuwa najiuliza, je, Daudi vile alikuwa ameteswa na Sauli, amepigwa na Sauli, amekimbizwa na Sauli, amefanyiwa mambo ya Sauli, kama si Mungu kuingia ndani ya Daudi. So tuseme sasa Daudi minus Mungu na Sauli sasa ako mikononi mwa Daudi. Unaona ingekuwa namna gani? Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu Sauli alipoanguka mikononi mwa Daudi, Daudi alikuwa na Mungu. Kwa hivyo tunaweza sema Sauli alianguka mikononi mwa Mungu kupitia katika mikono ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mimi mwenyewe naangalia Daudi, ama wacha tuangalie pia jambo ambalo linaishi hapa. Daudi akatuma vijana wake kwa mtu mmoja anaitwa Nabali ampatie chakula kidogo. Nabali akamnyima. Daudi alisema namna gani? Daudi zaidi ya watu 600, ama tuseme hata kama angechukua 400, wale wengine waambie bakini kidogo. Akasema kesho ikifika wakati kama huu, Nabali hata kuwa amebakia na mtu hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Nabali sasa katika mikono ya Daudi. Kama si Abigaili kukimbia na kuzuia mambo hayo, Daudi alikuwa tayari kufanya mambo hayo. Sasa unaonaje? Nabali angeanguka, kama wacha tuseme kama si Mungu kuzuia, Nabali angeanguka katika mikono ya Daudi. Mimi sijui kungekuwaje. Unajua tunaambiwa katika nchi ya Israeli tulikuwa na njaa kubwa. Sasa ati watoto hata hawakuwa salama katika mikono ya wazazi wao. Maana tunaambiwa hata wazazi walikula watoto wao. Bwana Yesu asifiwe sana. So kumaanisha hata katika mikono ya mtoto, katika mikono ya mama hayuko salama. Lakini akiwa mikononi mwa Mungu yuko salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaonaje yule, kama Yesu angekuwa yule mwanamke ambaye alipatikana msharati akapelekwa kwa Yesu, wakamwambia sheria ya Musa inasema
Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaonaje kama hawakupata Yesu mahali pale? Mahali Yesu alikuwa ameketi, kama wangeenda wamkose, mimi naamini wangetumia ile sheria ya Musa na mambo ingekuwa mengine. Lakini Yesu Kristo aliweza kusimama na yule mama na kubadilisha maisha. So mama alipoanguka mikononi mwa Yesu aliweza kupata uhai. Alipokuwa mikononi mwa wanadamu, uhai wake ulikuwa threatened. Uhai wake ulikuwa na vimulimuli. Uhai wake ulikuwa uonekani vizuri. Maana watu wengi, they can do anything. Ati kuna siku moja, hii ni 1 Samuel chapter 30 verse 15. Kuna siku moja Daudi akakuta kwamba wake zake wamechukuliwa, watu wametekwa nyara, vitu zimeporwa, hakuna kitu. So akamwomba Mungu. Akauliza, je, naweza wafuata wale watu ambao wamechukua hizi vitu? Mungu akasema sawa, wafuata. Alipokuwa barabarani, akakutana kama jamaa kamoja kameanguka kwa barabara. Wakampa maji akakunywa, wakampa chakula akakula, akatulia. Wakamuuliza, wewe ni mtu gani? Umetoka wapi? Umetoka nchi gani? Ulikuwa unaenda wapi? Wewe ni kabila gani? Akajibu hiyo maswali yote. Akasema, bwana wangu mimi ni mtumwa, lakini bwana wangu nilipokuwa mgonjwa aliniacha mahali hapa. Kumaanisha wanadamu hata ukiwa mgonjwa watakuacha tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hao watajali, walimwacha na wakaenda. Daudi kwa sababu ni mtu wa Mungu, amebeba uwepo wa Mungu na Mungu ako ndani yake, alipomuona alisimama akaweza kumsaidia. Akauliza yule mtu, je, unaweza tuongoza mpaka mahali hao watu watakaji nyara wako? Yule mtu akasema, mradi tu muape kwa Mungu, hamutaniweka katika mikono ya bwana wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamutaniweka katika mikono ya wale watesi. Daudi akamwambia, sisi hatutakuweka katika mikono hili. Kwa hivyo akawaongoza. Number 1, alitaka kujua usalama wake. Alitaka kujua kwamba ako katika mikono salama. Akaambia, tafadhali msiniweke katika mikono ya adui zangu. Na Daudi hakuweka katika mikono ya wale watesi wake. Na huyu mtu akawa mtu wa msaada mkubwa. Yule mtu ambaye alikuwa ametupwa na wanadamu, alikuwa ameonekana kwamba hana msaada wowote, huyo ndio mtu ambaye Mungu aliweza kutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna haja ya kudharau mtu. Huyu mtu ambaye unamdharau leo anaweza kuwa msaada wako wa kesho. Unajua dunia ni fumbo. Dunia iko na mafumbo mengi. Dunia iko na uficha mwingi. Ya kesho juangi. You don't know tomorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu ambaye unaona hafai leo, huenda kesho akafaa. Kwa sababu hao watu walitupa huyu mtu akijua hafai. Lakini Daudi alipomwokota, Daudi alipomsimamisha, alikuwa na msaada kwao. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa mtu huyo mkuu wa matowashi. Yaani Mungu tu aliingilia mtu yule akamuonea huruma. Hiyo ni Daniel chapter 1 verse 9. Ni huruma tu za Mungu. Yaani Mungu anaingia ndani ya mtu. Lakini imagine Mungu akitoka ndani ya ule mtu. Hata kama ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata kama ni nani. Basi nasema hivi katika Yoeli 2:13, radiweni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudia Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Huyo ndio Mungu sasa. Tunarua mioyo yetu na tumrudie Mungu. Na huyo tu huyo ndio Mungu wa huruma. Mwanadamu anaweza kuhurumia leo, akuhurumia kesho, akuhurumia baada ya siku kadhaa amechoka na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hao ndio wanadamu. Hata kama ni mtoto wako atachoka na wewe. Hata kama ni baba yako atachoka na wewe.
Hata kama ni mama yako itafika wakati atachoka na we. Lakini Mungu, afadhali tuanguke katika mikono ya Mungu. Huko kuna huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kianguke mikononi mwa wanadamu. Yaani unataka kujificha katika mikono ya wanadamu, watakubonda, watakusiaga. Kuna kamjama kamoja kalitoroka vita. Kakaenda kakapata mama. Akaambia mama, hii ni kwa Biblia sasa, tafadhali mimi naomba maji, niko na kiu. Mama akampatia maziwa, akakunywa, akalala, akafikiria yako mikononi salama. Mama akakuja akachukua kikingi. Mnaita kikingi au mnahitaji? Akapiga yule mtu wa Mungu, ikapitia kwa matumbo mpaka kwa mchanga. Na yeye alikuwa amefikiria yako mikononi salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka kuimagine ati Yesu mikononi mwa wanadamu. Yesu sasa mikononi mwa wanadamu. Walimpiga, wakamchoma ubavu, wakamtemea mate, wakaongea wakaongea mambo mengi. Wakamuua na wakamuzika. Lakini Yesu alipoanguka mikononi mwa Mungu, alimfufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hao ndio wanadamu sasa. Yesu alipokuwa katika mikono ya wanadamu, walimfanyia vitu mbaya. Hata wakukumbuka ule uzuri ambao alikuwa amefanya. Hao ndio wanadamu sasa. Mwanadamu ukimkosea leo, nilimfanyia uzuri jana, hawezi kumbuka ile uzuri wa jana. Anakumbuka makosa ambayo umefanya saa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati akumbuke ulimbaia unga jana. Hayo ni yako na watu wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu, kwa sababu niseme Mungu, kuna mtu mmoja katika Biblia, Mungu alimwambia aandae mambo yake, maana siku zake za kuishi duniani zimeisha. Basi Hezekia alipoambiwa, aligeuka kwa ukuta, akamulilia Mungu, akamwambia, kumbuka vile nimetembea katika njia nyoofu. Kumbuka vile nimetembea na wewe. Kumbuka vile nimerudisha watu kwa barabara. Mungu akamwongeza miaka 15. Sasa wewe bwana, ambie jirani yako, kumbuka vile nilikuwa nakusaidia. Adui yako mwambie wewe saa hii. Atakwambia, what is that you are telling me? Nilikwambia unisaidie. Si ungeniacha. Hao ndio wanadamu sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wachache tu ambao Mungu ataingia ndani yao, kama Daudi. Aweze kuuliza, je, kuna mtu alibaki katika nyumba ya Sauli ili nikaweze kumtendea wema kwa sababu ya Jonathani? Si wengi wanasemanga maneno kama hayo. Ni yule tu mtu ambaye Mungu ameingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kuna mahali nilikuwa naona kuna jamaa mmoja hakusoma kwa sababu alitaka ndugu zake wasome. Kaenda akafanya kazi, akawa anasomesha ndugu zake. Akauliza ndugu zake, sasa nyinyi mmeniacha mna hii? Wakamuuliza, wewe tulikwambia tusomeshe. Si wewe ndio huku unajua kutumia pesa yako? Hao ndio wanadamu sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. That's why nikawaambia ni vizuri tuanguke katika mikono ya Mungu. Katika mikono ya Mungu kuna usalama tosha. Katika mikono ya Mungu kuna kumbukumbu. Katika mikono ya mwanadamu hakunanga kumbukumbu. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuna mzazi mmoja nilikuwa nasoma story yake. Mtoto mmoja alikuwa analia kwa sababu mmoja tu ndio amefanikiwa kwa ile jamii, wengine bado. Unajua bad they are in the process. Unajua mambo ya Mungu huwezi jua. Tunasemanga mambo huyu jamaa imeisha akikufa, lakini kama bado mambo yake bado inakuanga the process. So unakuta wazazi wanapenda yule kijana mmoja tu kwa sababu yeye ndiye anatanga sukari, yeye ndiye ananunuanga dawa, wale wengine hakuna kitu. Hao ndio wanadamu sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha sasa ikuwe ati yule kijana sasa akuwe yako chini. Wale wazazi utamwambia wewe hukujua kutumia pesa yako. You do not know how to manage your life. Hii ni kizungu sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio wanadamu. Hao ndio wanadamu. Sasa hii Mungu anaambia wanadamu katika Zakaria 7:9, anawaambia Bwana wa majeshi asema hii ya kwamba fanyeni hukumu za kweli kila mtu na
amuonee ndugu yake rehema na huruma. Bwana asifiwe sana. Mungu aliangalia akaona rehema na huruma hakuna. Sasa anawasihi wanadamu. Imagine Mungu akiwa huko mbinguni anaangalia duniani anaona rehema hakuna, msamaha hakuna, mpaka mwenyewe anashuka anawasihi. Anaambia tafadhali, mnapofanya hukumu, mfanye hukumu ya haki. Mkaonea wenzenu huruma. Ilimwambia mwingine, bwana unafaa tuonee huruma. Akaniambia huruma iko karibu na Kawangwa na Kariobangi bwana, usituletee. Hizo ziwe sana. Hao ndio wanadamu. Huruma iko wapi? Karibu na Kariobangi na huko. Alafu pia inaendelea kusema, Yesu anasema Luke chapter 6 verse 36 nasema, basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma kwa kuhukumu wengine. Tunapowahukumu watu, tuwe na huruma. Tuwe na huruma. Mimi kuna mama moja, unajua mimi nimeona mambo mengi. Kuna mama moja alitafuta kazi, tukakosa. Akasema basi unajua Nairobi sinikuje nikaa na wewe kidogo. Nikitafuta vile nitapata kazi, kwa sababu ukiwa karibu pale ndio mtu akisema kazi unapata haraka. Nikaongea na mama, nikamwambia mama, kuna mama mwingine. Unajua convince mama akubali mama mwingine. Wewe unafikiri mchezo? Wewe kijana, wewe leo jioni aende waambie bibi yako ati kuna kamsichana kingine akana kazi. Nataka tukuje tukane hapa tutafuta hata. Yeah. So nikaconvince mama akakubali. Huyo msichana akakuja ama huyo mama akakuja, tukakaa na yeye. Akapata kazi. Nikampigia simu siku moja, siku hizi ulinyamaza sana uongei. Akaniambia pastor, simu inapigwa na watu wenye hawana kazi. Wewe unaonaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Na hao ndio wanadamu. Hao ndio hii maneno nakwambia ni ile niliambiwa, si ati natunga story hapa. So unaona mimi ndio na baadhi sikuwa na kazi. Nikakumbusha hiyo maneno yanafanywa na watu wenye hawana. Hao ndio wanadamu. Kusahau inakuanga kwao haraka sana. Lakini mikononi mwa Mungu kuna kumbukumbu. Ndio maana hata kuna kitabu inaitwa Kumbukumbu la Torati. Kwa sababu Mungu weka kumbukumbu. Unajua mwanadamu hata akiona ukilia, wengine watacheka tu. Daudi alipofikia kifo cha Nabali, alifurahi. Akasema Bwana amenilipishia kisasi. Huyu ndio mwanadamu sasa. Lakini Biblia inasema kwamba katika Luke chapter 7 verse 13, Yesu alipokutana na mwanamke analia, Biblia inasema kwamba alimuonea huruma. Alimuonea huruma. Unajua sisi wanadamu sometimes we cry, tunalianga wakati mwingine. Lakini tunalia ile machozi wazungu wanasema crocodile tears. Yaani katika moyo wewe unacheka, lakini hapa machozi yanamwagika. Wanaweza zifua sana. Unajua mama mwingine alikuwa smart, siku nyingine akipita tu hapa nje, mtoto mwingine akamwambia wewe uko smart. Akasema huyu mtoto ameniambia ukwe, huyu amesema kutoka kwa roho. Lakini kuna mwingine hata anakuambia uko smart na hata kwa roho anajua tu hauko smart. Wanaweza zifua sana. Hao ndio wanadamu sasa. Hata mwingine anasema huyu rafiki yangu sana, na kwa roho anajua wewe ndio adui number 1. Anajua hata akupendi. Lakini ukisikia mtoto akisema huyu ni rafiki yangu, si mimi naona kijana mwingine anapita hapa amebeba mikebe, ni mtu mchafu, lakini watoto wanampenda. Nani ameona jamaa akipita hapa? Nikataa kujua watoto wanapenda huyo jamaa kwani. Kumbe hata anawanunulianga yogurt na waletea sweet. Mtoto haoni ule uchafu, yeye anaona ile kitu huyu mtu analete. Anapenda yeye. Na mtoto akisema anapenda. Si kama sisi. Sisi unajua unapenda kwa sababu kuna kitu ambacho unapata. Ile kitu ikiondoka upende naonda. Waleza ziwe sana. Lakini Mungu wetu hayuko hivyo. Ukitaka kujua Mungu hayuko hivyo, angalia hapa duniani kuna watu hata wanasemanga hakuna Mungu. Si kuna watu kama hao? Hakuna Mungu? Kuna watu kama hao. Lakini akiweka jua chwa anawekea hata hao. Sasa imagine ingekuwa mimi sasa.
Ningesema wale wanasema hakuna Mungu wakae kwa giza. Wale wanasema iko Mungu wakae kwa mwangaza. Wale wanasema hakuna Mungu, hakuna mvua. Wale wanasema iko Mungu, mvua kwao. Wale wanasema hakuna Mungu, njaa iwaangukie. Wale wanasema iko Mungu, wapate chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Si Mungu ako na uwezo wa kufanya hivyo? Lakini kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema, akiwasha taa na washie wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndio Mungu wetu sasa. That's why nikasema ni afadhali uanguke mikononi mwa Mungu kuliko kuanguka katika mikono ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mtu anaweza kuwa na matatizo. For example, nitumie watoto wangu. Wakipata matatizo wakiambia, "Oi baba, atatusaidia," wanakuta baba ako na yake. So, walianguka mikononi mwa baba, wanakuta baba ako na matatizo yake. Lakini sisi wote tukianguka mikononi mwa Mungu tutakuwa salama. Kwa hivyo hata tukiwa na tatizo tusikimbilie wanadamu, waje tumkimbilie huyo Mungu, atupatie mwongozo, atupatie njia, na Mungu atatubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe msichana sio ukipata matatizo hapa tunapigia baba simu nyumbani. We Simba, matatizo ni mingi huku. Hakuna kitu. Atakasirika tu na atakusaidia tu kukasirika. Hakuna kitu. Lakini ukimwambia Mungu, anatatua hiyo maneno. Tatua yote. Sasa tuseme sasa kama kila mtu angekuwa anakimbia anaambia baba yake, wewe chama ungeenda kuambia nani? Na baba hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua watoto wanasikia, "Oi mama, oi." Kitu kifanyika, "Oi mama, oi." Lakini mimi nafurahia hao watoto wa Kikuyu pande hii. Wanalianga mama kweli? Maisikia mtoto mkikuyu analia mama. Gai. Oi gai. Analilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si wanalianga hivyo? Ama sio kusema ngai. Sio kusema Mungu ingiri hii maneno. Huko Western oi mama oi. Oi mama oi. Na yule pia ma upgrade kidogo ali Mungu anasema oi baba oi. Oi baba oi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nataka hii mambo hiyo yote maneno ikikuja tumulilie Mungu. Tumulilie nani? Mungu. Sitaki kusema sana. Nataka kusema ya kwamba sisi wote afadhali tuanguke mikononi mwa Mungu, kuna huruma. Yaani kwa mikono ya Mungu kuna godoro. Ukianguka hapo unakuwa salama, kuna sponge. Kuna ile manyoya soft kwa mikono ya Mungu. Ukianguka katika mikono ya wanadamu, huko kuna machupa, kuna misumari, kuna miba, kuna nini ngine? Huyo amesema kuna pasi. Glass. Hiyo ndio machupa sasa. Yaani utadungwa, utaumizwa, utabondwa. Lakini katika mikono ya Mungu kuna usalama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mikononi mwa Mungu kuna usalama. Mikononi mwa Mungu kuna usalama. Mikononi mwa Mungu kuna usalama. Mungu awabariki sana.